Tulianza kufanya kazi na wakulima wa nje mara tu tulipoanza kazi za uzalishaji hapa, kwa sababu uzalishaji wa sukari unataka uzalishaji wa miwa unataka, uzalishaji wa sukari unahitaji miwa kama malighafi. Kwa hiyo tukitambua hilo, wakati sisi tunaanza kuzalisha miwa yetu shambani, basi nao walifanywa uhamasishaji na walianza uzalishaji wa miwa. Kwa hiyo kuanzia msimu wa 2018-19 walianza kazi za maandalizi ya shamba, na tulipoanza uzalishaji mwaka 23-24 tulichukua miwa kidogo kutoka kwao, lakini msimu ambao tumeanza rasmi uzalishaji, msimu wa 24-25 waliweza kuvuna miwa tani 35,000 na ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 2.6 ambazo zilipo moja kwa moja kwa wakulima, na mua huo ulifika kiwandani kwa ajili ya uzalishaji wa sukari. Aidha, katika msimu uliofuata wa 25-26 wakulima wameweza kutuuzia miwa tani 52,000 na miwa hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 4 za Kitanzania ambazo kampuni imelipa. Namna ambavyo tunafanya kazi na wakulima, tuna mkataba na wakulima. Mkataba huu unaitwa mkataba wa ugavi wa miwa baina ya kampuni na wakulima. Na wakulima wao wamejipangilia, mpangilio wao huko wana vyama vya awali vya ushirika, naitwa AMCOS. Viko vyama 5 vya ushirika, na pia wana chama kilele ambacho kinafanya kazi ya advocacy na kampuni, kinaitwa Magole Joint Cooperative Limited. Na hivi sasa tuna wakulima waliosajiliwa na Bodi ya Sukari 304, na kama nilivyosema, katika msimu huu ulioisha wa 25-26 waliweza kutuletea tani 52,000 za miwa. Na lakini kwenye mpango wetu mkakati, kampuni inajipanga kuchukua tani 150,000 za miwa. Kwa hiyo utaona takriban kuna gap la tani kama 98 hivi kutoka kwa wakulima wa miwa, 98,000. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa kwa wananchi, na kwa mujibu wa sera za serikali, basi popote palipokuwa na uwekezaji, basi wananchi waliozunguka wanufaike. Kwa hiyo zao la miwa kwa wakulima na wananchi wa maeneo haya limekuja kuwa kama ni zao la biashara, ni fursa kwao kwa kuongezea na mazao mengine wanaolima kwa biashara na chakula, lakini ila miwa ni la biashara la uhakika. Kama mlivyokiona, kiwanda chetu cha sukari ni kiwanda kikubwa, kinaweza kusaga mpaka tani 500,000 za sukari kwa mwaka, za miwa kwa mwaka. Kwa hiyo kwa hili gap lililobaki bado wanahitajika wakulima, na tunaendelea kufanya kazi nao kwa bega kuhamasisha kwanza wakulima wengine, lakini pia kampuni inatoa huduma za kitaalamu kwa maana ya technical advisory services, na kutoa mbegu. Mbegu ndio pembejeo bora ya muhimu zaidi kwa wakulima. Tunatoa mbegu kwa ruzuku ili waweze kulima mbegu bora, kuweza kuongeza uzalishaji wa miwa katika bonde hili la Mbigili, na ili waweze kunufaika na uwekezaji huu mkubwa ambao umefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.